Kwa majina naitwa Tiberio Xavier Kalinga, ndiye diwani wa kata ya Kijichi kwa mwaka 2025-30. Awali ya yote tunamshukuru Mungu, lakini baada ya kumshukuru Mungu tutakuwa tuna siku ya maadhimisho ya mtoto wa Afrika katika kata yetu ya Kijichi. Maadhimisho haya kimsingi huwa yanafanyika kila tarehe 16 ya mwezi wa 6 kitaifa na kidunia, lakini sisi kama kata yetu ya Kijichi wilaya hii ya Temeke tumeamua tutafanya Jumamosi tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu 2026. Siku ya mtoto wa Afrika inafahamika ni siku muhimu sana, siku ambayo inaenda kuweka historia mpya ya mambo ya watoto wetu na hasa mambo mbalimbali ambayo yapo yanafanyika kwa watoto, ukatili wa kijinsia, elimu zitaenda kutolewa na wataalamu wetu na mambo mengi ambayo yapo yataandaliwa vizuri na yameandaliwa na wataalamu wetu ambao ni maafisa afya, maafisa maendeleo, maafisa maendeleo hawa yuko Pili Mohamed yuko hapa naye nitampa wasaa, lakini tunaye Shifra Bilao. Hawa ni maafisa maendeleo katika kata yangu ya Kijichi. Kwa hiyo basi mengi wao kama wataalamu wanayo ambao watatueleza nini kitafanyika siku hiyo. Ninachoweza kujua tutaanza asubuhi saa 1, tutaanza na jogging, lakini baadaye ndo tutaingia kwenye tamasha lenyewe ambalo limesheheni mambo mbalimbali, na waasa wananchi na nawasihi wajitokeze kwa wingi, tuje tusikie siku hii imebeba nini na dhima nzima na kauli mbiu nini ambacho kinaenda kutangazwa na kinaenda kusemwa, na tutajifunza mengi juu ya ukatili wa watoto na mambo mengine mbalimbali ambayo yapo. Basi kwa haya machache naomba nimkaribishe afisa maendeleo Pili Ahmed ambaye ataweza kutupitisha kwenye njia iliyo sahihi. Asante mheshimiwa. Kwa majina naitwa Pili Ahmed Ramadhani, ni afisa maendeleo Kijichi. Kwanza naomba nianze na kuongelea siku ya mtoto Afrika. Siku ya mtoto Afrika chanzo chake ni nini na kwa nini ilitokea mpaka tukawa na siku ya mtoto Afrika? Historia, hii siku ya mtoto Afrika iliundwa rasmi mwaka 1991 ambapo jumuiya na nchi za Afrika ziliungana kwa pamoja kwa ajili ya kutokana na South Africa mwaka 1976 kulitokea maandamano ya watoto ambao waliandamana kwa pamoja kwa ajili ya kutetea haki zao, kwa ajili ya kutafuta elimu bora na haki za watoto. Lakini katika tukio hilo tulipoteza watoto wengi sana. Mamia ya watoto walipoteza maisha na wengine zaidi ya 1000 walijeruhiwa. Hivyo kutokana na tukio hilo mwaka 1991 ndio hapo jumuiya ya Afrika zote mataifa tukaamua kuanzisha hiyo siku ya mtoto wa Afrika, na ambayo mpaka sasa kila inapofika tarehe 16 mwezi wa 6 tunakuwa tunaadhimisha siku ya mtoto wa Afrika duniani kwa ajili pia kuendelea kusimamia haki za watoto na kujua changamoto za watoto katika dunia nzima na Afrika kwa ujumla. Asante. Basi nami nianze kwa kumshukuru afisa maendeleo Pili Ahmed, ametoa ufafanuzi mzuri juu ya historia ya mtoto wa Afrika na wapi ilitokea na wapi ilianzia na wapi tupo na nini tunataka tufanye kuiendeleza. Sasa basi naomba sasa nimkaribishe afisa maendeleo Shifra Bilao ambaye naye anayo ya kujazia ili jambo likae vizuri. Afisa maendeleo, karibu sana. Asante mheshimiwa diwani wa kata ya Kijichi, lakini pia nimshukuru Pili kwa kuelezea historia ya maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika. Na kama alivyoelezea afisa maendeleo Pili kuhusu maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika, vile vile na sisi Kijichi tutaadhimisha, kata ya Kijichi tutafanya maadhimisho yetu ya siku ya mtoto wa Afrika, na yatakuwa ni maadhimisho makubwa sana ambayo yatahusisha shule 3 za msingi ambayo ni shule ya msingi Mtoni Kijichi, shule ya msingi Bwawani na shule ya msingi Mgeni Nani, na tutakuwa na watoto 105 ambapo tutaanza maadhimisho yetu saa 1 kwa jogging ambayo itaanzia hapa kwenye ofisi za kata ya Kijichi, zitaenda mpaka shule ya Mgeni Nani na baadaye tutahitimisha tena hapa. Na baada ya jogging hiyo tutakutanika mahali hapa watoto wote pamoja na wazazi, walezi na jogging mbalimbali za kata ya Kijichi
kwa ajili ya kupata mada, na mada zitakazozungumziwa, mada ya kwanza itakuwa ni ulinzi na usalama wa mtoto, na mada ya pili itakuwa ni kauli mbiu, lakini mada nyingine itakuwa inahusu mambo ya haki na wajibu wa mtoto. Kwa hiyo mada hizo zitatolewa mahali hapa, na baada ya hapo tutakuwa na burudani mbalimbali kwa ajili ya watoto. Lengo la maadhimisho haya ni kujenga uelewa kwa watoto kuhusu haki zao na wajibu wao, lakini pia kujenga uelewa kwa wazazi na walezi kuhusu ulinzi na usalama wa mtoto kwa ajili ya kuweka mazingira mazuri ya watoto wetu ili waweze kuishi kuishi katika mazingira salama na baadaye wawe watu wazima ambao wanajielewa katika taifa letu. Basi nami nakushukuru afisa maendeleo Shifra Ilau kwa maelezo yako mazuri na kwa kuidadavua ile mada ambayo tayari tushatuanzishia afisa maendeleo Pili Hemedi. Sasa baada ya hapo tunaye mdau wa masuala haya ya watoto. Mdau wetu yuko hapa naye atasema neno. Bi Valeria Nyanje, karibu sana. Karibu useme neno na utueleze nini huko unachokumbana nacho kwa watoto, changamoto tunazozipata, nini tufanye tunapoenda kwenye siku hii au maadhimisho haya ya siku ya watoto duniani. Karibu sana. Jina langu naitwa Valeria Nyanje, ni mwanzilishi wa taasisi ya Maisha Halisi, yani Real Life. Ni mdau wa masuala haya ya ulinzi wa mtoto, lakini pia na masuala ya wanawake. Kwanza kabisa nipende kumshukuru Mungu kwa nafasi hii, lakini pia nimshukuru Mheshimiwa Diwani, Mheshimiwa Afisa Maendeleo Dashifa na Mheshimiwa Pili hapa kwa sababu ya kufungua mianya na milango kwa wadau mbalimbali ambao wanafanya maendeleo jamii katika ofisi zao ili kushirikiana kujenga kata yetu kuwa na maendeleo zaidi. Siku tuliyokuwa nao mbele yetu, siku ya mtoto wa Afrika, ni siku kubwa sana. Ni siku ambayo sisi kama wadau tukishirikiana na serikali tunajaribu kukumbusha jamii jinsi ya kulinda au haki au umuhimu wa kulinda haki za watoto. Tunajua watoto ni taifa la kesho. Hatuwezi kujenga taifa bora kuwa na watoto ambao wako salama kiafya, kisaikolojia. Ndio maana tunawekeza kwenye watoto kwa sababu wao ndio tumaini letu la kesho. Hivyo ukimjenga mtoto bora utakuwa na taifa bora. Na sasa hivi tukio letu tulivyojenga kwa ujumla, wametangulia kusema wenzangu hapa, tutakuwa na maandamano mafupi ambao maandamano yetu yatakuwa yamebeba ujumbe ambao unahamasisha jamii yetu ni namna gani ambavyo tunatakiwa kuwalinda watoto, lakini pia namna gani watoto wao wana haki ya kujieleza pale wanapokumbwa na matatizo tofauti tofauti. Mimi kama mdau, ni mambo mengi sana ambayo tunasikia katika jamii yetu tunakutana nayo, na bila shaka wewe pia Mtanzania utakuwa umesikia vitu ambavyo tunasikia mitaani, vitu vingi kuhusu watoto. So bila shaka jambo hili tunalitumia muhimu kuwakumbusha katika siku hii ya kuwalinda watoto. Tunakumbusha misingi ya kuendelea kuwalinda watoto kuwa na taifa bora. Na siku ya sherehe hii au maadhimisho haya yamejenga kauli mbiu inayosema mtoto ni malezi, msingi wa familia bora kwa taifa imara. Hivyo tunaona kauli mbiu yenyewe imebeba ujumbe mzito kwamba mtoto ndio ni malezi. Kwa malezi ndio yanafanya mtoto hawe bora. Ili kitokee nini? Ili kuwe kuna taifa imara. Hivyo tunawaalika wadau mbalimbali, tunawaalika wananchi, tunawaalika wote ambao wapo karibu na maeneo haya kuichukulia siku hii ni ya muhimu. Na popote utakutana na watoto katika maandamano, ni vizuri ukaungana pamoja nao kuonyesha kwamba hii siku nayo unaichukulia kwa umuhimu wake. Pia nizidi kuipongeza serikali yangu, Mheshimiwa Diwani na Afisa Maendeleo kwa kufungua mianya kwa wadau mbalimbali. Hivyo pia nitoe rai pia kwa wadau mbalimbali ambao chochote mnachoweza kufanya jamii kwa ajili ya maendeleo ya kata yetu. Ofisi ziko wazi, viongozi wetu wanapokea watu wote wenye mawazo ya kuboresha jamii yetu na kata ya Kijichi iendelee kuwa na nguvu zaidi. Okay, asante mdau kwa ufafanuzi mzuri. Mdau, tumekusikia wewe kwa sababu ndio uko kwenye jamii ambako hata hayo mambo ya watoto yapo huko, na wewe kama mdau tunakushukuru sana. Kama serikali tunasema asante, endelea na hayo. Lakini sasa kwenye kuhitimisha kwangu, labda kama kauli mbiu inavyosema, mtoto ni malezi, msingi wa familia bora kwa taifa imara. Sasa basi, kabla sijahitimisha kwa kutumia kauli mbiu hii, nikaribishe kama kuna maswali, kuna maoni, kuna ushauri, niwaombe sasa, wakati ni sasa,
karibuni, tuko tayari kuyapokea hayo ambayo mnayo. Karibuni sana. Mheshimiwa, kama ofisi ya diwani, naam, kuelekea kumbukizi ya mtoto wa Afrika, ndio tunatoa rejea kwa wazazi lakini pia kwa wadau ambao wanatamani pia kuwashika mkono kuelekea kumbukizi hiyo. Kwenye hili kwa kweli kama mzazi lakini kama kiongozi kuelekea hii siku, natoa rai kwa wananchi wote wa kata yangu ya Kijichi, lakini kwa wilaya nzima ya Temeke, Mbagala, huko kote, tuendelee kuwalea watoto kama hii kauli mbiu inavyosema. Watoto hawa tukiwalea vizuri ndio tutapata familia bora na kizazi kilicho imara. Kwa mfano, nikupe tu mfano mdogo kabla sijawamalizia wananchi. Kama wazazi wa Daktari Samia Suluhu Hassan wasingemlea katika misingi imara, leo tusingekuwa tuna rais, ukilinganisha na mifumo dume iliyokuwepo wakati huo. Kwa hiyo unaona ni namna gani mifano tulionavyo mingi. Ni waase wazazi walee watoto katika misingi iliyo imara, tusiwanyanyapae watoto, tusiwatupe watoto hata wakizaliwa walemavu. Serikali ya Daktari Rais Samia Suluhu Hassan inawachukua walemavu, inawahitaji, kwa sababu kila Mtanzania aliyezaliwa kwenye ardhi hii ana haki sawa na Mtanzania mwingine. Kwa hiyo ni waase jamii wote kwa ujumla wetu, tulee watoto katika misingi iliyo mizuri, tuwasomeshe, yani tuwaishi katika malezi ambayo yanahitajika na yanatakiwa kwenye kizazi hiki ambacho tumekizaa wenyewe. Kwa tukilea vizuri watoto hawa, tutakuwa na taifa imara. Tukilea vizuri watoto hawa, ndio watakao kuja kutulea, kwa sababu sisi sasa miaka yetu inakwenda. Kauli mbiu yangu ni hiyo. Ni ombi kubwa kwa wakizazi, lakini kwa wananchi, kwa wazazi, lakini kwa jamii kwa ujumla. Tuwalee watoto wetu katika misingi iliyo imara, na sisi kama serikali tuko tayari kuwasaidia. Asante. Karibu. Asante sana mheshimiwa. Kuelekea siku hiyo ya tarehe 13 ni siku kubwa sana kwa watoto na mmezungumza mengi yenye faida. Na mimi swali langu kuelekea siku hiyo, pengine kama kuna mdau yeyote ambaye anahitaji kuwa sehemu ya mchango, iwe kifedha, iwe kwa namna yoyote, kuna utaratibu gani ambao labda upo kuungana na nyinyi kwa kupushi hilo jambo lenye kubwa zaidi? Asante. Kwenye hili kwa kweli tunawahitaji sana wadau. Unajua shughuli ni watu, na watu hao lazima kuwe kuna changamoto za hapa na pale. Kuna kuandaa maturubai, sijui vinywaji, sijui vitu vidogo vidogo, tuna bonanza, atakayeshinda inakuwaje. Mambo mengi wataalamu hawa wametuandalia, ambaye ni afisa maendeleo huyu pili na afisa maendeleo Shifra. Wote wanajua utaratibu ulivyopangwa. Kwa hiyo kama kuna mdau ambaye yuko tayari kutusaidia, sisi tuko tayari, wataalamu wetu watamuongoza namna ya kufanya, na michango ile aliyotoa itafanya kazi sawa na mahitaji yaliyoainishwa. Kwa hiyo tunawakaribisha wadau wote, makampuni, wawekezaji, investors wote ambao wako tayari kutusaidia kwenye hili. Tutawashukuru sana, watusaidie kwenye hili jambo litimie. Asante sana. Mheshimiwa Diwani, tunashukuru kwa kuzungumza na mimi, kila kitu kitaenda sawa. Sawa. Sasa tujalie wizara husika inahusiana na watoto ipo hapa, waziri husika pia yuko Daktari Samia Suluhu Hassan kusikiliza pana. Ndio. Ya fursa na nafasi hiyo utawaambiaje hapa? Mimi hapo sasa nitajibu kama kiongozi, kwa sababu hao wote uliowataja ndio walionituma mimi niwepo hapa. Ukimtaja Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ndio aliyenileta hapa. Ukimtaja mama wa jinsia, maendeleo ya jamii, Mama Gwajima, ni bosi wangu, ndio aliyenileta huku kwa ajili kwenye sekta hiyo. Kwa hiyo mimi niseme tu neno moja, yale maelekezo ambayo wanatupa au maelekezo yanayotamkwa kila siku, ndio mimi niko tayari kuyafanyia kazi usiku na mchana, na nimekuwa nikifanya, na ndio maana mnaona sasa hata hawa maafisa maendeleo wanaungana na sisi, tumekuwa kitu kimoja. Kama tungekuwa hatuna umoja, usingewaona niko nao, wala usingeona mdau, wala usingeona watoto. Yaani kwenye kata zingine unaweza kukuta hili halipo. Kwa hiyo hilo tu linaonyesha kwamba natekeleza kwa vitendo yale yanayoagizwa na kiongozi wetu mkuu Daktari Samia Suluhu Hassan. Huku chini ni kutekeleza tu. Kwa hiyo mimi nikusii na nikutie moyo kwamba natekeleza yale ambayo yameagizwa na yanafanywa kazi. Ninachoomba tuendelee kushirikiana. Jambo hili ni mtambuka. Mambo mengi watoto wananyanyasika liko ndani ya majumba. Kwa hiyo tunazidi kutoa elimu kwamba kwa mfano mtoto ananyanyasika pahala, daktari hawezi kukuja huko chini aje abaini, anaongoza watu karibu milioni 60 na
hawezi kujua kila mtoto yuko wapi. Sisi tuko huku chini. Wazazi wakiona kuna mtoto sehemu ananyanyasika kupitia wale mabalozi, nina mabalozi 118 kwenye kata yangu, na wale wajumbe wao wanne ukizidisha zaidi ya watu 500 nao ambao ni viongozi kwenye kata hii ya Kijichi, watupe taarifa. Lakini wakiona diwani hajampata, maafisa maendeleo hawa wako kazini muda wote, wanakesha wanapambana juu ya jambo hili. Na niwashukuru sana, nishukuru pia mkurugenzi wetu chini ya mstahiki meya ametuletea watu makini kwenye kata yangu ambao wanapambana usiku na mchana. Hawa nikiwaambia jamani, kuna mtoto sehemu, kuna hivi, wanafanya kazi. Huo ndio uwajibikaji, kwa sababu kama tunawajibika huku chini, ina maana tunatekeleza yale tuliyoagizwa na viongozi wangu wa juu, na nawaahidi kwamba tutaendelea kushirikiana na nitaendelea kushirikiana na hawa wenzangu na jamii kwa ujumla wake. Asante sana. Mimi nina swali kwa afisa maendeleo. Naam. Afisa maendeleo yoyote hapa. Ndio. Kulikuwa na changamoto mbalimbali katika upande huo sana mashuleni na kwenye jamii zetu. Mara nyingi tumekuwa na changamoto watoto kushawishika na misingi isiyo salama. Mwisho wa siku watoto wamekuwa hawafanyi vizuri mashuleni. Kupitia tukio hilo na siku hii, ni elimu gani kubwa imeandaliwa kwa watoto na hata wazazi ambao pia watakaofika kwa ajili ya kuwasimamia vyema watoto na watoto wao kuelewa nini ambacho wakifanya ili kukamilisha ndoto zao? Asante ndugu mtangazaji, na umeuliza swali zuri sana kwa habari ya ni juhudi gani wa elimu gani ambayo tunaitoa kwa ajili ya watoto. Tumekuwa kwanza na mabaraza ya watoto ambayo yapo katika mitaa yote na katika shule zote, lakini pia tumekuwa na kamati za watoto ambazo zinapatikana kwenye shule zote za misingi za serikali pamoja na hizi za binafsi, na kupitia mabaraza hayo tumekuwa tukitoa elimu kwa habari ya haki zao na wajibu wao, lakini tumekuwa tukitoa kwa habari ya elimu ya ulinzi na usalama wa mtoto, kujilinda wao wenyewe na wenzao, na hata tumekuwa tukiwapa namna ambavyo wanaweza wakatoa taarifa kuhusu matukio mbalimbali ya ukatili ambayo yanaweza kawa yanatokea kwao au wao wenyewe. Na pia mashuleni kuna walimu ambao wametengwa kama walimu wa malezi, ambao wao walimu wa malezi wamechaguliwa na wanafunzi wenyewe kwa usimamizi wetu, maafisa afya, maafisa ustawi wa jamii pamoja na maafisa maendeleo ya jamii pamoja na mratibu elimu kata. Kwa hiyo tumeweza kuwachagua wale walimu ambao wale wanafunzi wanakuwa ni rahisi wao kuwafikia na kuwaeleza changamoto mbalimbali ambazo wanazipitia, na hata mitaani, kwa sababu tunaangalia ulinzi wao wanapokuwa shuleni, wanapokuwa nje ya shule, kwenye nyumba za ibada na hata nyumbani. Kwa hiyo tumejenga ukaribu huo, na hata wakati sasa hivi tumekuwa tukitembea na mapolisi kata ambao wanajulikana kama waratibu wa madawati ya watoto, nao wamekuwa wakitoa elimu mbalimbali kwa habari ya ulinzi na usalama wa mtoto. Kumalizia na maswali mawili ya mwisho. Swali la mwisho kutoka kwa Mheshimiwa Diwani. Naam. Swali la kabla ya swali la mwisho naomba swali mbele moja ni swali la mtoto. Tutafanya kama nyie na serikali au taasisi, mtafanya kitu gani ili kuwafikia wale watoto wenye mahitaji maalum wasiopenda shule au wasiopenda shule na wale ambao wanatamani shule lakini hawezi kufikia shule kwa maisha yanayopitia au kwa njia za wazazi wao au matatizo yanayokabili, ili nao wapate elimu kama watoto wengine, maana nao wamezaliwa Tanzania na Tanzania inaheshimu kila haki ya mtoto. Asante sana mtoto mzuri kwa swali zuri sana. Swali lako ni zuri sana. Kwanza naomba nirejee kama alivyosema mwenzangu hapo nyuma kwamba sisi kama maafisa kata na maafisa maendeleo, kwanza hatujaishia tu hapa. Sisi tumeingia katika jamii nzima. Nikisema katika jamii nahisi mnanielewa. Kwanza tukianza katika kama mtoto alivyosema katika swali lake kwamba tutawafikia vipi wale watoto ambao hawataki shule, hawataki sisi tumekuwa tukitembea sehemu mbalimbali. Umeona? Na pia tukiwa na wadau wetu tunakuwa tuko na wadau tofauti na vituo tofauti kwa ajili ya kuwapatia wale watoto wako ndani. Kama hili tamasha ambalo tunalifanya la mtoto wa Afrika ambao tunalifanyia hapa.
Ili tamasha tumelichukua jamii kama katika hii Temeke yetu yote Kijichi. Tumechukua katika kata zetu na mitaa yote kwamba tutakutana hapa. Lakini kabla ya hili tumekuwa tukitembea, kuna muda inafikia tunatembea hata nje. Unaona kwenye majumbani, sehemu za majumbani, sehemu za vituo kwa ajili mashuleni. Kwa hiyo sio kwamba hili swala tunalifanya tu ni sisi. Mpaka walimu tumekuwa tukishirikiana nao. Kuna afisa mastawi tunakuwa tunashirikiana nao. Na pia swala hili la watoto tukifanya hivi kama sisi hivi tunafanya kwa ajili ya kikata. Tukitoka hapa kikata tunafanya kiwilaya. Baada ya kiwilaya tunafanya kitaifa. Kwa hiyo tukisema swala la watoto ni swala ambalo limekuwa na upana mkubwa sana sasa hivi katika jamii zote na Afrika nzima kwa ajili ya kufikia watoto popote pale walipo. Walemavu, kuna vituo mbalimbali ambavyo vinasaidia watoto ambao ni walemavu, watoto ambao wanaishi katika mazingira ambayo hatarishi. Tunawafuata pia hao vituo tukishirikiana nao kwa ajili ya kuwafikia watoto pia kwa kuwapa misaada. Kuna watoto ambao wanakuwa wajiwezi. Tuna baraza letu la BAKWATA, kuna masuala mabaraza mengine ya kikanisa. Pia waga tunakusanya watoto kwa ajili ya kushirikia kwa sababu unakuta kuna watoto wengine sio kwamba hawaendi shule labda kwa sababu hawapendi. Unakuta wengine hawaendi shule kutokana kwamba wanakosa zile mahitaji ya shule. Kwa hiyo tunawafanyaje wale watoto? Tunawafikia karibu kabisa pamoja na kuongea na wazazi wao, kutuletea watoto wale kwa karibu kwa kutoa misaada mbalimbali ikiwemo hata madaftari, kutoa yani zile sosi zote ambazo zinahusiana na nini? Na elimu. Mradi tu watoto nao hata wale ambao wapo kwenye mazingira magumu wajione nao wako kwenye mazingira yaliyo salama. Uwepo wa siku ya mtoto Afrika Juni 12 kwa kata ya Kijichi, tutegemee kwamba utakuwa ni maendeleo ya kila mwaka ama ni tukio ambalo linafanyika baada ya hapo utakuwa ni tukio kwa hapo shule? Nashukuru kwa swali lako. Ninachoweza kukuambia kwamba Kijichi kwanza kumenoga baada ya hii timu na baada ya diwani mimi kupatikana na hii timu ya afisa maendeleo hawa nilionao nilimtaja wa kwanza na wa pili. Shughuli hii ndio mwanzo imeanza. Kila mwaka tutaazimisha. Tena tutaiazimisha kwa ukubwa zaidi. Mwaka huu kadri tutakavyoazimisha kama tutabaini kuna mapungufu, mwakani tunaiboresha. Tunafanya vizuri zaidi. Yaani hapa ndio kwanza kumenoga. Kama ugoro umejitia puani, ni mwendo wa kupiga chafya. Mambo yatakaa vizuri, tutaendelea kupambana na hii elimu, tunataka iende zaidi hata mashuleni. Umeona kama huyu binti aliyeuliza swali ni tayari anajitambua kama huyu binti mdogo kama hivi anaweza kauliza hivyo. Sasa tunataka kama hiyo ienee kwa watoto wote. Watoto nionao Kijichi hapa na shule nyingi na watoto ni wengi, kwa hiyo tutaendelea kuiboresha zaidi na tutashirikisha wazazi zaidi. Na huu kwa kuwa ni mwanzo, tutaendelea kupokea na maoni ya wadau mbalimbali. Kama kuna sehemu tunakwenda tofauti kujifunza, huwa mtu amalize siku moja. Tutajifunza tuiboreshe zaidi kuliko mwaka huu na mwakani tunaifunza zaidi. Tutaifanya vizuri kadri muda unavyozidi kwenda. Lakini nataka nikuhakikishie swali lako hapa ndo tumeanza. Na tutaiboresha. Malengo yetu tunataka ienee wilaya nzima. Na bahati nzuri ya hapa katika kata ya Kijichi imekuja pazuri. Mimi kama diwani wa kata ya Kijichi, mimi ndio katibu wa baraza la madiwani wilaya ya Temeke. Kwa hiyo nitailisha hata kwa wenzangu katika kata zao. Yaani hapa kilichofanyika Kijichi na huko kwingine kiwe hivi na kikawe bora zaidi. Mwisho wa siku tuipate katika anga ya wilaya nzima, lakini baadaye nchi nzima ya Tanzania. Asante sana. Mheshimiwa, tumefikia mwisho. Asante. Sawa. Asante. Basi baada ya hayo ni kwanza niwashukuru ndugu zangu waandishi wa habari. Chombo chetu kinaitwaje? Mwijuza TV. Nawashukuru sana na nawapenda pia kwa sababu mnafanya kazi ya kuelimisha. Sote tunakimbizana, tunajenga nyumba moja, hatuwezi kugombea fito. Hiki mnachofanya kwa kufikisha ujumbe, ninawashukuru sana. Lakini washukuru waandazi wangu, waandaaji, maafisa maendeleo, nishukuru jamii, nishukuru viongozi wa serikali, nishukuru wazazi. Nishukuru jogging wote ambao mmehusika na watu wa mada wote, ninawashukuru sana. Nawashukuru watoto mlioshiriki, lakini nishukuru kila mmoja kwa namna yoyote aliyoshiriki. Toshekeni kwamba sina lugha nzuri ya kuambia na washukuru kiasi gani. Lakini nyewe toshekeni kwamba sisi kama kata au mimi kama diwani ninawashukuru sana kwa hili ambalo limefanyika leo. Tuendelee kushirikiana. Pale ambapo tumeonyesha madhaifu au mapungufu, tuyaache, tubebe yaliyo mazuri, yale mapungufu tusameheane. Nawapenda sana na washukuruni nyote, asanteni sana.
Subscribe Miujiza TV.